Na mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya. Kwa mara nyingine, karibu tena katika YouTube channel yetu. Naam, mtazamaji wangu, Mheshimiwa John Heche ana ujumbe huu kwa Watanzania na ningependa tuweze kutizama, na ndipo ambapo niweze kukufahamisha nilichoweza kukuandalia katika video ya leo hii. Ila muhimu kabisa mtazamaji wangu, ni vyema uweze kuchukua sekunde yako moja kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii, na uweze kulike na kushare video hii kwa makundi mawili ama matatu. Jambo langu kwako wewe kijana unayetuona, unayedai kwamba unatuunga mkono, sio kusemea chini chini. Tunapaswa kuanzisha kampeni kubwa umwachie Tundu Lissu, kwa sababu Lissu amekamatwa kwa ajili yetu, kwa sababu wote tunajua na wote tunaamini Lissu hana kosa. Lissu sio mkosaji. Lissu ni mtu mwema anayetupigania, ili asikate tamaa, ili asiwe na baridi kule aliko anafikiri kwamba nimekamatwa na watu niliokuwa na wapigania wamerudi nyuma. Tunapaswa kuanzisha sasa, kuanzia leo, kampeni kubwa kwenye kila platform, kwenye Facebook, kwenye Instagram, kwenye TikTok, kwenye Twitter, ya kumdai Lissu. Wale mlioko nje ya nchi mnaotusikiliza, diasporas wetu, watu wetu wa diaspora, mfanye kama waliofanya watu wa diaspora waliokuwepo wa Afrika Kusini wakati ule. Vijana wetu mlioko ndani ya nchi, tuandike vipeperushi visambae kwenye masoko, kwenye posti za milingoti ya umeme, zikiwa na picha ya Lissu, lakini zikiwa na ujumbe wa kumdai Lissu aachiwe. Sasa tunataka tuanze kampeni kubwa ya kuwaunganisha Watanzania, na hatua nyingine ya pili tutakayoenda, kama hawatatusikiliza, hatutaendelea kukaa kimya na kunyamaza na kulia. Tutaitisha maandamano makubwa kwa nchi nzima, usikie na umwachie Tundu Lissu. Mwaka mzima umepita, hatuwezi tena kuendelea kukaa kimya, kuwataka wao kwa huruma yao waone mpaka lini watakapoamua kwa furaha yao kumwachia Lissu. Tutakwenda hatua ya pili, na sisi chama tunataka kwa kuanza hiyo kampeni ya kwenye platform zote iwe kubwa ya kutosha, ili kuwapa awareness wa Tanzania. Na sisi baada ya vikao ambavyo tutaitisha, mtatangaziwa, tutasema neno ni lini na ni vipi tunaanza kuwashinikiza ili wamwachie Tundu Lissu. Na mtazamaji wangu, kwa kweli umeweza kusikiliza maneno aliyoweza kuyazungumza Mheshimiwa John Heche. Mheshimiwa John Heche akiwa kiongozi mshikililizi katika chama cha Dema kushikilia wadhifa wake Mheshimiwa Tundu Lissu, ameweza kueleza Watanzania ni kwa nini angependa maandamano makubwa yaweze kushuhudiwa katika Jamhuri ya Tanzania kwa mara nyingine. Mtazamaji wangu, sote tunafahamu kwamba Mheshimiwa Tundu Lissu, kesi inayozidi kumkabidhi hivi sasa imeweza kumsababisha kumaliza mwaka mmoja gerezani, kwani ikiwa leo hii ni tarehe 9 mwezi wa 4 mwaka 2026, mwaka 2025, siku kama leo ndiyo siku ambayo Mheshimiwa Tundu Lissu aliweza kukamatwa, huku wanachama wa chama cha Chadema waliweza kuwa na kipindi kigumu na kutofurahia maamuzi yaliyoweza kufanywa dhidi ya kiongozi wao, ila wameweza kuwa wavumilivu na kuendelea kufuatilia kesi inayozidi kumkabidhi Mheshimiwa Lissu. Ila kutokana na kesi hii kutokuwa na mwelekeo unaozidi kuelekea na kuonyesha Mheshimiwa Tundu Lissu akiwa na kosa la uhaini, hivi sasa wengi wanaamini kwamba mbinu iliyoweza kutumika kumkabidhi Mheshimiwa Tundu Lissu iliweza kuwa ni njama ya kumnyima Mheshimiwa Lissu kuwania nafasi ya kiti cha urais na kufanikisha reforms alizokuwa akizipigia debe katika uchaguzi ulioweza kupita mwaka 2025. Na mtazamaji wangu, kwa kuwa idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania wameweza kufahamu njama ficha na mchezo mbaya walioweza kuchezewa na uongozi ulioko madarakani kwa kiongozi wao ambaye ni Mheshimiwa Tundu Lissu kukamatwa na kuzuiwa gerezani, hivi sasa mtazamaji wangu, reaction ni kubwa kutokana na alichoweza kukizungumza Mheshimiwa
John Heche, kwani mtazamaji wangu wa Tanzania wengi hivi sasa wanaona ni kweli ni sawa iwapo kutaweza kuandaliwa maandamano mengine ya kuomba Mheshimiwa Tundu Lissu aweze kuachiwa huru. Mtazamaji wangu, Mheshimiwa Tundu Lissu iwapo ataweza kuachiliwa huru ni jambo la kufurahisha, na mtazamaji wangu pia itakuwa ni hatua kubwa kwa chama pinzani, chama cha Chadema dhidi ya chama cha CCM. Hivi sasa sote tunazidi kushuhudia jinsi gani ambavyo vyama vya upinzani katika Jamhuri ya Tanzania vinazidi kunyamazia kimya yale yote mabaya yanayozidi kutekelezwa na chama tawala cha CCM chini ya uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan, jambo ambalo mtazamaji wangu Mheshimiwa Tundu Lissu asingeweza kulinyamazia kimya kama angekuwa katika usukani wa kuendesha chama cha CCM, kuendesha chama Chadema. Hii hapa mtazamaji wangu, kwa mara nyingine ningependa ufahamu kwamba kile alichoweza kukizungumza Mheshimiwa John Heche ni jambo ambalo angependa Watanzania waweze kuonyesha kuungana mkono na Mheshimiwa Tundu Lissu katika kipindi hiki kigumu, na pia lazima maamuzi magumu yaweze kufanyika, ndipo ambapo kwa kweli kiongozi kama Mheshimiwa Tundu Lissu haki iweze kupatikana na mwisho siku aweze kuwa huru kuendeleza kampeni na siasa zake alizokuwa akizifanya katika Jamhuri ya Tanzania. Na mtazamaji wangu, pia kuna jambo ambalo linazidi kuibuka ambalo ningependa tuliangalie kwa umakini. Kiongozi Mheshimiwa Tundu Lissu, sote tunafahamu kwamba iwapo leo hii kama ataweza kuachiwa huru, uongozi ulioko madarakani ni lazima uwe umeweza kujipanga kukabiliana na upinzani wake Mheshimiwa Tundu Lissu. Kwanza kabisa tumeshuhudia jinsi gani ambavyo pengo lake Mheshimiwa Tundu Lissu John Heche ameweza kutoshea, ila hajaweza kulijaza vizuri. Hivi sasa mtazamaji wangu, ijapokuwa Mheshimiwa John Heche ameweza kuzungumzia jinsi gani ambavyo bei za mafuta kuongezeka ama kuongezwa na viongozi walioko madarakani, sio kwamba katika bei za mafuta nchini Tanzania kuna upungufu wa mafuta kwa kiasi kikubwa kulingana na bei zilivyoweza kupandishwa. Kile kilichoweza kufanyika ama kinachozidi kufanyika ni ya kwamba uongozi ulioko madarakani umeweza kunyimwa mikopo kutoka katika mataifa ya kigeni. Hivyo basi changamoto wako nayo ni kwa ajili ya kupata pesa za kuongoza Jamhuri ya Tanzania. Hivyo basi kile ambacho wameweza kukifanya ni kujaribu kuzuia mafuta, na kipindi na wakati ambapo mafuta hayo ambayo wameweza kuyazuia, waliokuwa wameweza kuyanunua na bei za chini waweze kuyauza na bei ya juu, na ndipo ambapo pesa zitakazokuwa zinapatikana kutokana na kuuza mafuta hayo kwa bei ya juu ziweze kutumika katika sekta mbalimbali ambazo hivi sasa hazijaweza kutengewa fedha na uongozi ulioko madarakani. Haya yote ni kutokana na uongozi ulioko madarakani kunyimwa mikopo na mataifa ya kigeni kwa kosa la kiukaji wa haki za binadamu, hasa kwa vifo vya vijana Gen Z walioweza kuaga dunia katika maandamano yaliyoweza kupita, pia kumshikililia Mheshimiwa Tundu Lissu kinyume na jinsi ambavyo kesi inazidi kumkabidhi, ambayo sio kesi ya ukweli bali kesi ya kumbandikiza Mheshimiwa Tundu Lissu. Na ndipo ambapo mashuhuda wanaozidi kutarajiwa kutoa ushuhuda kuhusiana na uhaini aliyokuwa amepanga Mheshimiwa Tundu Lissu, mashuhuda hao hawapo. Mtazamaji wangu, kwa kweli hii hapa inazidi kuonyesha wazi jinsi gani ambavyo uongozi huu ulioko madarakani hivi sasa mengi hayapo sawa, ijapokuwa siku baada ya siku wanazidi kujitokeza katika vyombo vya habari kuzungumzia jinsi gani ambavyo uchumi kuanza kuimarika na pia uongozi ulioko madarakani kukubalika na wengi. Ila kile tunachozidi kukishuhudia siku baada ya siku ni dalili tosha ya kwamba uongozi haupo madarakani, na ndipo ambapo huenda uongozi ulioko madarakani ungejaribu kurejesha imani ya Watanzania kwa kuachia kiongozi kama Mheshimiwa Tundu Lissu na Mheshimiwa Humphrey Polepole. Ila kwa kile alichoweza kukizungumza Mheshimiwa John Heche,
Mtazamaji wangu, wakati huu uongozi huo ulioko madarakani upo na kipindi kigumu kukabidhiana na Watanzania kutokana na hasira za kushikililiwa kwake Mheshimiwa Humphrey Polepole pamoja na kiongozi kama Mheshimiwa Tundu Lissu kwa kesi ya uhaini ambayo mashuhuda hawajaweza kujitokeza kuthibitisha na kuaminisha Mahakama Kuu ya kwamba Mheshimiwa Tundu Lissu yupo na kosa la uhaini na anastahili adhabu. Hivyo basi, hivi sasa akiendelea kushikililiwa gerezani ni kinyume kabisa na jinsi ambavyo mahakama ingependa maamuzi ya haraka kufanyika, hasa baada ya mashuhuda kutofika kujiwasilisha na kuthibitisha Mheshimiwa Tundu Lissu yuko na nia ya uhaini katika mashtaka yaliyokuwa yameweza kufikishwa Mahakama Kuu hapo awali. Mtazamaji wangu, itakuwa ni jambo jema kwa wewe hapo kutuachia maoni yako katika uwanja wa comment section. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.